العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عليم يا حليم. أما بعد kushukuru Allah jalla jalaluhu Mola wetu mtukufu kwa neema zake na fadhila zake na ihsani yake, na kumtakia ziada za sala na salamu kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu Al-Fiqh al-Muyassar, fiqh iliyotesishwa fi dawi kitabu wa sunna, katika mwangaza wa Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kitabu kilichoandikwa na nukhbatun min al-ulama, wa teule na jopo la maulama, jazakumullahu anna wa anil muslimina khairan. Tuko na kitabu al-Hajj, kitabu cha hija, na tunaondokea katika albabu thalith, mlango wa tatu, ambao unaeleza fil mahdhurati wal fidyati wal hadi, unahusu mambo yaliyokatazwa katika hija, yani katika kipindi cha kuhirimia hija au umra, wal fidya, na mambo ya fidya tutayazungumzia, na pia tutazungumzia al-hadi, yani vichinjwa hivyo vya ibada ya hija au vipi mashe. Na kwa hiyo manake hatujafika huko, sio na kwenye sunna bado hatujasoma. Au ma siwa ma dhukira min al-a'mali fa huwa sunna, sio? Tayeb, haya basi inshallah si vibaya. Kwa hiyo inshallah tumefikia hapo katika al-mas'alatu thaniya. Kabla hii albabu thalith, mas'ala ya pili ambayo ilikuwa inaeleza wajibatul hajj, mambo ya wajibu katika hija, ambapo tuliona kwamba katika mambo ya wajibu ni kuhirimia katika miqati ambayo inazingatiwa kisharia, kama ambavyo zilivyokuja katika hadithi ambazo zimepita kwamba watu wa Madina wanahirimia Dhul-Hulaifa, watu wa Yemen Lamlam, watu wa Iraqi Dhatu Irqi na kadhalika, vituo vile vitano. Sawa. Kwa hiyo kuhirimia katika kile kituo ni wajibu, lakini tukaona kusimama Arafa mpaka usiku ni jambo la wajibu. Sawa, lakini tukaona kulala Muzdalifa mpaka nusu usiku ni wajibu, lakini tukaona pia kulala Mina zile siku za tashrik vile vile. Kurembea jamarati kwa mpangilio ni wajibu. Kunyoa au kupunguza nywele baada ya ibada ni wajibu vile vile. Na tukaona kwamba tawafu ya kuaga kwa yule ambaye si mwenye hedhi wala nifasi, basi nayo pia itakuwa ni wajibu vile vile. Sasa likaulizwa swali, tukaona kwamba mtu akiacha moja katika wajibati alhaji anatakiwa atoe fidia, ndio inatakiwa atoe fidia. Lakini insha Allah tutakuja kulifafanua hili katika hii masala inayokuja huko mbele, yani mlango unaokuja huu unaeleza fidiyatul mahdhurat, fidia ya mambo yaliyokatazwa. Sasa hapa insha Allah tutakuja kueleza kwa ufafanuzi insha Allah kuhusiana na hizo fidia. Je, mtu akifanya zaidi ya jambo moja itakuwa faiti? Akifanya moja itakuwaje? Tayari insha Allah tuvute subra kidogo, tutakuja kufafanua. Lakini hapa tulieleza hivyo na tukaona kwamba atakayeacha katika mambo haya wajibu kwa makusudio au kwa kusahau, basi atatakiwa achinje damu na hija yake itakuwa imesihi, kwa maana achinje mnyama mbuzi
na hija yake itakuwa ni sahihi kabisa. Sasa leo tunamalizia hapo, anasema wama siwa ma dhukira min al-a'mal, na ukiachia yale yaliyotajwa katika hayo matendo, kumetajwa hapo nguzo, kumetajwa wajibat. Sasa ukiachia hayo, fahuwa sunna, basi mambo haya yatakuwa ni sunna katika hija au umra. Ukiachia hayo yaliyotajwa katika mambo ya nguzo na wajibat, basi yatakuwa ni sunna. Wa min ahammi hadhihi sunani, na katika mambo muhimu katika sunna hizi, wa min ahammi hadhihi sunani, na katika mambo muhimu katika sunna hizi ni al-ightisalu lil-ihrami wat-tatayyub, ni kukoga kwa ajili ya ihram, kwa ajili ya kuhirimia, wat-tatayyub, na kujitia manukato, wa lubsu thawbaini abyadaini, na kuvaa nguo mbili nyeupe. Sawa yani al-ightisalu lil-ihram, kukoga kwa ajili ya kuhirimia, kama tulivyoona kwamba kuhirimia ni katika mambo ya nguzo, au sio, katika ibada ya hija na umra, sababu ni nia hii. Sasa kukoga, kujitayarisha, kujifanyia usafi wa mwili, basi ni sunna ambazo zimesisitizwa wakati wa kuhirimia. Kwa hiyo al-ightisalu lil-ihram, kukoga kwa ajili ya kuhirimia, wat-tatayyub, na kujitia manukato, wa lubsu thawbaini abyadaini, na kuvaa nguo mbili nyeupe, yani zile shuka mbili. Wengine ndio wanaziita ihram, wengi wanaita ihram kwa kuwa zinavaliwa wakati wa ihram tayari. Lakini pia sunna nyingine taklimul adhafiri, kukata kucha, wa akhdhu sha'ri al-'anati wal-ibti, na kuondosha nywele zilizopo katika sehemu ya siri au sehemu za siri na kwapani. Sawa yani kujisafisha mwili kabla ile kuhirimia. Kwa hiyo taklimu al-adhafiri, kukata kucha, wa akhdhu sha'ri al-'anati wal-ibti, na kuondosha nywele za sehemu za siri na kwapani, wa qassu sharibi, na kupunguza sharubu. Sawa kwa wanaume. Wama yalzamu akhdhuhu, na yale ambayo yanayolazimika kuondosha, yote kuondosha katika mwili. Ama ndevu kwa wanaume wanatakiwa waziache. Sawa ndio maana ikatajwa tu hapa sharubu, ndevu zinatakiwa ziachwe. Tayeb. Lakini pia tawafu al-qudumi lilmufridi walqarini, tawafu ya kuwasili au tawafu ya kufika pale kwa mtu anayefanya ifrad na anayefanya qiran. Hizi ni aina mbili za utekelezaji wa ibada ya hija. Sawa ambazo inshallah tutakuja kuziona hapo mbele. Kwa maana mtu ambaye anafanya ifradi, huyo anafanya hija peke yake, na anayefanya qirani anafanya hija na umra, lakini anazichanganya kwa pamoja. Kwa hiyo hawa wakifika pale hawalazimiki kufanya tawafu, bali wanaisubiri ile siku ya hija ambayo ni mwezi 8 waanze hija. Lakini ikiwa watafanya tawafu ile al-qudum, basi itakuwa ni sunna kwa wao. Ama yule ambaye anayefanya hija aina ya tamattu'i, kwa maana akafanya umra kwanza akamaliza alafu akasubiri hija, yule yeye atatakiwa afanye tawafu kwa lazima, kwa sababu ndio ukamilifu wa umra yake. Tayari hapo na lakini pia tunaona katika sunna ni ar-ramal fi thalathati al-ashwaq al-ula min tawaf al-qudum, yani kutembea kwa kukazana kidogo. Ar-ramal ni kutembea kwa kukazana, wanasema kwamba ni ile al-mashyu
ma'a muqarabati al-khutwa, musara'atu al-mashi ma'a muqarabati al-khutwa, yani kuharakisha ile kutembea pamoja na hatua kuwa karibu karibu, sio ile kukazana sana, ile kukazana hivi kidogo dogo. Sawa, ndio ar-ramal. Kwa maana katika ile kuizunguka al-Kaaba mara ya kwanza, ile mara 3 za kwanza, basi ni vizuri kukazana kwa wanaume. Ama ile minne iliyobakia unatembea mwendo wa kawaida. Hii ni kwa ajili ya ile tawaf al-qudum, ile tawafu ya mwanzo tu ukifika. Ama hizi tawafu nyinginezo unafanya kama kawaida, unatembea kama kawaida, kama tawafu ya hija, tawafu ya wadai au tawafu za sunna, zote hizo unafanya kikawaida tu. Tayari Tayeb. Lakini sunna nyingine al-ittiba'u fi tawaf al-qudum, yani ni ile kufunua bega la kulia katika tawafu ya mwanzo, tawafu ya mwanzo ya kufika pale Makka, tawafu ya kuwasili pale Makka, kuacha bega moja wazi, hili la kulia. Sasa anaifafanua hiyo al-ittiba, wa huwa nayo an yaj'ala wasata ar-ridai, ni kujalia katikati ya ile nguo ya juu. An yaj'ala wasata ar-rida, ajalie ile katikati ya ile nguo ya juu, si ndio shuka ile au si? Kwa hiyo anaichukua ile katikati ile, tahta atiqihi al-ayman, aingize huku chini ya kwapa yake ya kulia, anaingiza huku. Sawa, anaiweka hivi alafu anaipitisha huku chini. Sawa, wa tarafaihi ala atiqihi al-aysar, kisha anaitupia huku, na ncha zake zote zinakuwa katika bega lake la kushoto. Kwa hiyo inakuwa hili bega liko wazi kama vile shuka. Shuka ukishaitukua katikati pale, ukishaipitisha huko alafu ukaitupa huko, ndio huko kunakuwa wazi. Kwa hiyo ndio hiyo al-ittiba, yani kuacha bega la kulia wazi. Na hiyo asili yake kama anavyosema wanazuoni kwamba ni ile umra ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ile umra ya Hudaybiyah, kwa maana ile iliyoakhirishwa Mtume sallallahu alipoota pale, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi, Allah subhanahu wa ta'ala amemsadikishia mtume wake ile ndoto kwa haki, yani aliota kwamba anaingia Maka. Wakati huo Maka ilikuwa imo katika mikono ya makafiri wa Quraysh. Sawa, ilikuwa imo mikononi mwao, na Mtume sallallahu alikimbia yeye na masahaba zake kutokana na kudhalilishwa na kuumizwa na kukandamizwa kutokana na Uislamu ambao unakataza mambo ya shirki. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, na kule kushakuwa na vita baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa hiyo hali ile inafanya kwamba Mtume sallam na masahaba zake wasiweze kuingia Maka, sababu wakiingia manake wanaingia katika mji ambao wanahatarisha amani yao. Lakini pamoja na hivyo waliota kwamba wataingia, tadkhuluna al-masjid al-haram. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wallahi mtaingia katika msikiti wa Maka insha Allah, atakupenda Allah, aminina, ukiwa na amani, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, mtanyoa nywele zenu na mtapunguza, hamuogopi yoyote katika wanadamu. Fa'alima ma lam ta'lamu, kwa hiyo Mwenyezi Mungu anajua yale ambayo nyinyi hamyajui. Faja'ala min duni dhalika fathan qarib, kajalia nyuma ya hapo kukawa na fathi ya karibu, kwa maana ufunguzi wa karibu wa ule mji wa Maka wenyewe. Sasa Mtume sallam ndo aliazimia, akamwambia masahaba zake, akatoka nao wakaja mpaka wakakaribia, washahirimia, washachukua wanyama wa kuchinja,
washajitayarisha, wanafika Hudaybiyah, wanatuma ujumbe, bwana tunaingia Maka huko kuja kufanya umra. Wale Makureishi hawataki siingie huko. Jambo linakuwa ni zito sana, jambo ni zito mno, kwa sababu watu washagharamika safari, washaandaa na washatoka huko waliko, washakaribia, unawaambia leo msingi. Kama vile wewe unafanya matayarisho ya ibada ya hija, alafu unafika kule Jeddah unaambiwa rudi huko huko kwenu. Hali inakuwa inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo hali kama hiyo iliwakuta masahaba katika eneo linaloitwa Hudaybiyah. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupeleka ujumbe kule, ambaye alikuwa ni Sayyidina Uthman bin Affan, na kuzungumza nao, lakini hawakubali. Kwa hiyo na ikavuma kwamba wamemuua Uthman. Kwa hiyo Mtume sallam akawabai ile bai'atu ridwan, makubaliano ya ridwan, kwa maana hapa kufa kupona sisi tupambane, kwa sababu tumemtuma mjumbe wetu, tumemtuma kwa ubaya, tumemtuma kwa usalama na amani, lakini wao wanafanya hivi. Kwa hiyo Mtume sallam akafunga mkataba na masahaba zake kwamba hakuna kurudi mpaka tulipize kutokana na haya ambayo, lakini kaja ikabainika kwamba Uthman yuko salama. Kwa hiyo wakamtuma Suhail kuja sasa katika makafiri kule, wakamtuma ili kuja kuzungumza na Mtume sallam arudi, lakini wafunge mkataba, sawa, mkataba ambao utakuwa unaheshimika katika pande zote mbili. Kwa hiyo mkataba ule tena ukaenda toka hivyo sulhu Hudaybiyah, kwamba katika makubaliano ilikuwa kwamba wakati ule waache kwenda umra, waje mwakani ndio waje wafanye umra, sawa na masharti kadha wa kadha ambayo yalionekana yanawabana Waislamu, lakini kwa kuwa Mtume sallam ni mtu wa amani na hataki shari, basi ilibidi akubali, ingawa masahaba walikuwa wanaona kama vile kwa nini Mtume sallam amekubali hivi, sisi tunaonewa na kadha na mambo mengi. Hata bismillah wamekataa kuiandika, wamekataa kuandika kwamba Rasulullah Muhammad kwamba ni mtume wa Allah, hawakukubali kuandika kwamba Muhammad bin Abdullah, sawa, wamekataa kabisa na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo ikawa ni mtihani kabisa, mtihani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipitisha hikma zake na rehema yake mpaka Mtume sallam alipowaambia masahaba, basi inabidi ndio tukubaliane, tunyoe, tuchinje wanyama wetu, turudi. Ndio tushazuiwa na wenyewe mji, tafanyaje? Sahaba walikuwa na mtizamo kutokana na ile hali nzito iliyokuwa. Basi angalia namna ilivyo ushauri wa kina mama unavyosaidia. Alikwenda kwa mkewe Bibi Ummu Salama, akamuuliza vipi, akamtaka ushauri, hao watu wangu mbona kama wamebadilika? Niwaambia sio kwamba wanampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile hali kuwa nzito, mbona sisi ndio tuko kwenye haki alafu tunadhalilishwa na onewa, Mtume sallallahu anakubali, kwa nini tusipambane kama hiyo? Lakini kumbe sio kila wakati ni wakati wa kutumia nguvu. Kuna wakati ni wa kutumia hekima na busara, hasa unapokuwa huna hizo nguvu. Unataka upambane na nani wakati wewe huna silaha? Unataka ushindane na wenye silaha, utakuwa
unajidhuru tu nafsi yako. Kwa hiyo wakati wa kutumia hikma na busara. Kwa hiyo Bibi Ummu Salama akamwambia, usikate tawi ya Rasulullah, hebu fanya wewe, nenda muite kinyozi wako, nyoa, chinja. Basi alivyotoka tu akamuita kinyozi wake, kaanza kumnyoa. Walipoona tu vile masahaba wote wakawa wanakaribia kuchinjana tena, kwa baada ya kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya. Kwa hiyo tena jambo likapita hivyo, wakarudi. Lakini sasa ule mkataba wakaja wakauvunja wenyewe, baada ya kuvamia baadhi ya Waislamu. Kwa hiyo wakauvunja mkataba, ikawa ndio sababu sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufungua mji wa Makka. Ikawa ndio sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufungua mji wa Makka, kwa sababu washavunja mkataba kwamba wawe katika amani, wasichokozane. Mkataba ulikuwa unaeleza vipengele kama hivi, kwamba huku hakuna ruhusa ya kuvamia huku, wala huku hakuna ruhusa ya kuvamia. Sasa lakini wao wakaanza uchokozi. Kwa hiyo Mtume sallallahu akaenda akauvamia mji wa Makka, akauchukua ukawa katika chini ya mikono ya Uislamu tayari. Kwa hiyo katika umra ambayo iliyofanyika, basi wale makafiri wa Quraysh ndio hapo wanaona naona kama akhadhatuhum thumma Yathrib, hawa Waislamu tayari washachukuliwa na ile homa ya Yathrib. Ile kipindi hicho Madina ilikuwa inaitwa Yathrib tayari, na kulikuwa na homa kali kwa. Sasa walivyokwenda, walivyoona vile wanazunguka, wanawasema pembeni, hawa homa ya Yathrib ishawaweza, naona walivyo. Sasa yale yakamfika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, akamfikishia Mtume sallallahu, wanasema hivi. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akawaagiza haya mambo mawili wayafanye. Kuna hii sunna ya ramal na kuna sunna ya ittiba. Sunna ya ramal yani ni ile ukazana, kuonesha ukakamavu, sawa kama wanajeshi, na ittiba kuonesha vijimbi, watu waliposhiba, kwamba sisi watu wa mchezo, sisi tuko tayari kwa mapambano. Kwa hiyo walipoona vile tena wakawa wanajisuka tayari. Kwa hiyo hivyo ndio asili ya sunna hizi ya ramal na al-ittiba kama wanavyosema wanawazuoni. Kwa hiyo na sisi tunaendeleza kuonesha kwamba Uislamu sio dini ya udhaifu. Uislamu ni dini ya nguvu. Almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini adh-dha'if. Mu'min mwenye nguvu ni bora zaidi na anapendeza zaidi kwa Allah kuliko mu'min dhaifu. Sawa? Lakini hizo nguvu sio zitumie vibaya, wadhulumu watu, kuwapiga watu. Nguvu zitumie pahala pake katika kufanya mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mu'min mwenye nguvu. Kwa hiyo mu'min mwenye nguvu anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni bora kwa Allah kuliko mu'min dhaifu. Wa fi kulli khair, lakini katika kila mmoja kuna khair. Inawezekana huyo dhaifu lakini kwenye elimu ni mwenye nguvu sana kuliko huyo mwenye mabavu, au huyo dhaifu ni mcha Mungu zaidi kuliko mwenye mabavu. Kwa hiyo nani atakuwa bora mbele yao? Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi yake, lakini ikizungumzwa kwamba mwenye nguvu, kwa maana katika hali ikiwa wanalingana, basi yule mwenye nguvu atakuwa ni bora, sababu yeye atakuwa anaweza kuyafanya mengi zaidi kuliko yule dhaifu. Tayeb. Kwa hiyo hizo ndo sunna mbili, ar-ramal na al-ittiba asili yake. Lakini sunna nyingine, al-mabitu biwina lailata Arafa,
kulala Mina usiku wa kuamkia Arafa. Almabitu ni Mina lailata Arafa, kulala Mina ule usiku wa kuamkia Arafa. Tayari, kwa maana mwezi 8, mwezi 8 kuamkia 9 kulala pale Mina ni sunna. Ni siku ambayo watu huondoka pale Maka na kuelekea Mina. Lakini kama hukulala siku ile, hija yako ni sahihi, maadamu umetekeleza yale mambo ya nguzo na wajibu, basi hija yako ni sahihi. Lakini sunna nyingine, at-talbiyatu min hini al-ihrami ila rami jamrati al-aqaba, kuleta talbiya tokea wakati wa kuhirimia mpaka wakati wa kurembea jamrati al-aqaba. Sawa, kuleta talbiya tokea ule wakati wa kuhirimia, yani ushatia nia pale, Mola nimekuitika labbaik Allahumma umra, Mola nimekuitika mimi kufanya ibada ya umra au kufanya ibada ya hija. Sasa unaleta talbiya pale ila rami jamrati al-aqaba, mpaka ile siku utakayorembea ile jamra kubwa ile kule Jamarat. Na talbiya yenyewe ndio hii talbiya, ndio ile kusema labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sisi tunaisikia sana hiyo. Sasa hiyo ndiyo dhikri kuu katika ibada ile ya hija, na maana yake kwamba labbaik Allahumma labbaik ni kuitika, ewe Mola nimekuitika, yani ule wito uliowaita watu, basi mimi nimekuitika Mola wangu. Waadhin fi nnasi bilhajj, alikuamrishwa Mtume sallallahu, na kabla ya hapo aliamrishwa Nabiiullah Ibrahim kwamba watangazie watu ibada ya hija. Yatuka rijalan, watakujia wakitembea kwa miguu. Kuna mtu ambaye hajui vizuri Kiarabu nasema yatuka rijalan, watakujia wanaume. Yatuka rijalan, watakujia wanaume. Hapo ndo unaambiwa kwamba kuna umuhimu wa kusoma lugha ya Kiarabu, kwa sababu rijalan kwa maana inatokana na rijli ni mguu. Rijalan kwa maana katika hali ya kutembea kwa miguu, sio wanaume, kwa sababu ingelikuwa wanaume basi pale kwanza isingepata nasbu, yani isingepata fatha, ingekuwa yatuka rijalun. Sawa, ingekuwa ni fa'il, ni mtenda wa hicho kitendo cha yatuka, au yatika, ingekuwa yatika rijalu. Sawa, isingelikuwa yatuka rijala, kwa sababu fa'il siku zote hawi mansub, fa'il anakuwa ni marfu. Kwa hiyo tuwe makini sana na lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo yatuka rijalan, watakujia wakiwa wanatembea kwa miguu, wa ala kulli dhamirin, na watakujia juu ya kila mnyama aliyenyooka aliyekonda. Yatina min kulli fajjin amiq, watakuja kutoka katika kila njia ya mbali, kila kona ya dunia watakuja. Liyashhadu manafi'a, ili washuhudie manfaa kwa ajili yao. Liyashhadu manafi'a, ili washuhudie manfaa kwa ajili yao. Yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, na wataje jina la Mwenyezi Mungu katika masiku maalum. Kwa hiyo huu ni wito aliyopita na Allah subhanahu wa ta'ala, watangazie watu waje, na sio katika kuitika kwamba kuna manufaa anayoyapata Allah subhanahu wa ta'ala. Manufaa anarudi kwetu sisi wenyewe. Tukirudi haji unasamehewa madhambi yako yote, ukirudi hija unakuwa
pata baraka katika kipato chako, sababu ulitoa kwa ajili ya Allah na Allah anakubarikia katika kile ulichokitoa. Na mambo kadha wa kadha, ucha Mungu, imani inaongezeka, na pepo ya Allah unakuwa umeahidiwa. Kwa hiyo ni faida nyingi mno. Kwa hiyo tukisema labbaik Allahumma labbaik, yani maana yake tumekuitika ewe Mola, tumekuitika. Labbaik la sharika laka labbaik, nimekuitika, huna mshirika kwako, nimekuitika. Innal hamda, hakika shukrani, wa ni'mata, na neema zote, laka wal mulk, ni zako wewe ya Rabbi, na ufalme wako. La sharika, hakuna mshirika kwako Mola, hakuna mshirika kwako ya Rabbi. Kwa hiyo talbia hiyo ina maana pana sana, imekusanya mja kwamba kumtakasia ibada Mola wake, kwamba hafanyi ile ibada kwa malengo mengineyo, labda kuitwa alhaji, kutukuzwa, kufanywa hivi. Yeye anafanya yale kwa kuitikia wito wa Mola wake, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka. Nimekuitika Mola, nimekuitika, hakuna mshirika kwako Mola wangu, nimekuitika. Yani sikuja huku mimi labda kule nikaitwe alhaji, au sikuja mimi ili nitukuzwe, au kwa malengo mengine yoyote, au kwamba nipunguze hii kukerwa kila mtu, wewe bwana kahiji, wewe uwezo nao kahija. Si kwa malengo haya. Nimekuitika la sharika, hakuna mshirika. Innal hamda wan ni'ma, hakika shukrani na neema, laka wal mulk, yani shukrani ni zako na neema ni zako. Yani hii hukuwa na uwezo mimi wa kuja huku, basi hii ni kwako wewe, hakukuwa na ujanja kwa muumini. Laka ni kwako wewe, wal mulk, na ufalme ni wako. Kila kitu unakimiliki wewe, na nimiliki mimi, na kila ninachokimiliki ya Rabbi unakimiliki. La sharika lak, hakuna mshirika kwako Mola, hakuna mshirika. La sharika lak, hakuna mshirika kwako Mola wangu. Sasa angalia namna ambavyo washirikina walivyoibadilisha hii. Walikuwa wanaileta hii, kama tunavyojua pale Maka walivyokolea katika ibada za masanamu, mpaka yale masanamu wakaja kuyaingiza mle kwenye Al-Kaaba, ukawa na masanamu 360 mle, ambapo ili watu wakifanya tawafu wanayazunguka pia na yale masanamu. Sawa, wao yazunguka yale masanamu kutokana na shirki ilivyokithiri wakati huo, na hakukuwa na budi, lazima utafanya hivi, hakukuwa na njia, uweze ukaondosha, sababu ulikuwa huna nguvu ya kuondosha. Mtume sallam ilikuwa akiswali akielekea, hakuna jinsi, mpaka sasa alivyokuja kufanya hiyo fathi hiyo, ndio akaja akayavunja yale masanamu, akaingia kwenye Kaaba akayavunja yote, akaitakasa ile nyumba kutokana na shirki zile. Kwa hiyo ili kuhalalisha wao ushirikina wao, kwa sababu hii inawafunga, kwa maana wasimshirikishe yoyote katika ibada. Sasa wakaongezea maneno, wakasema illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, isipokuwa mshirika ambaye ni wako wewe, unammiliki na vile alivyovimiliki. Illa sharikan huwa lak, tunamshirikisha yule mshirika ambaye ni wako. Yani ndo haya masanamu na nini, kuna sanamu si la kupata mtoto, kuna sanamu la kupata riziki, kuna sanamu la mvua, kuna sanamu si la, ili mradi
kila sanamu wamelipa jukumu lake. Kwa hiyo sisi hatushirikishi isipokuwa wale washirika ambao ni wako, wa sanamu wote ni wako, tamlikuhu, na wamiliki wa malaka na vile ambao wanavumiliki vyote wanavumiliki, hawa tunakushirikisha wale yako. Kwa hiyo walikuwa wanahalalisha ile shirki, lakini kumbe ndio wanaingia katika shirki kubwa kabisa iliyowatoa katika Uislamu na kuingiza katika adhabu za Allah jalla wa ala. Kwa hiyo talbia ndiyo shi'arul hajj, ndiyo bendera inayopepea wakati wote katika hija, ambayo hiyo inaanza tokea pale mtu akishahirimia. Yani ukishanuia tu kuingia katika hii ibada, inaanza pale mpaka mwezi 10. Kwa hiyo tokea mwezi 8 mpaka mwezi 10 ndio unaikata ile, baada ya kushakurembea ile jamratul aqaba. Baada ya hapo tena ndio tunaingia katika zile takbira za Eid zile, Allahu akbar, Allahu akbar, samna kwa ile shay ya Eid, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Lakini sunna nyingine, aljam'u baina almaghrib wal isha bi Muzdalifa taqdiman, ni kuchanganya baina ya swala ya magharibi na isha pale Muzdalifa, kuchanganya kwa kutanguliza, takdiman, kwa kutanguliza. Yani tukisema takdiman, yani ni kuziswali zote katika wakati wa maghrib, sawa, kuziswali zote katika wakati wa maghrib. Lakini kwa kipindi kama hichi ni wachache sana wanaoweza kupata hivyo, yani kuzichanganya hizi katika wakati wa takdim, yani wakati wa maghrib, kwa sababu kuondoka hiyo Arafa mpaka kwenda Muzdalifa takriban ndio inakoishaingia hiyo misi, na inakuwa kwa zamu, sio kwamba watu wanatoka kuja mabasi kwa zamu ya huyu wanakwenda. Kwa hiyo inaweza ikafika hata isha, hata saa 4, 5 huko hujaondoka Arafa, unasubiri usafiri wa kukupeleka Muzdalifa, na wala hutoswali pale Arafa, bali unatakiwa usubiri mpaka uje uswali huko Muzdalifa tayari. Kwa hiyo kama haikupatikana jamu taqdim, kwa hiyo unaswali jamu ta'khir, jamu ya kuchelewesha. Kwa hiyo utakuja kuziswali zote katika wakati wa isha, na hiyo ndio mara nyingi inavyokuwa kwamba tunaswali magharibi na isha takdiman ta'khiran, kwa kuzichelewesha, na kasran, na kwa kuzipunguza. Na swali rakaa 2 tu, sawa, swali rakaa 2 kwa kuwa inasadika kwamba tuko safarini vile vile, na ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini sunna nyingine, alwuqufu bi Muzdalifa inda al-mash'ar al-haram min al-fajr ila ash-shuruq tayassar, yani kusimama pale Muzdalifa katika eneo hili la al-mash'ar al-haram aliposimama Mtume sallallahu alayhi wasallam tokea alfajiri mpaka kuchomoza kwa jua. Yani ukishasali pale alfajiri na kwenda pale unakaa mash'ar al-haram, alafu tena mpaka shurut, basi unaanza kuondoka. Wa illa fa Muzdalifa kulluha mawqifun, la kama hakuweza basi Muzdalifa yote ni sehemu ya kusimama na ya kuwepo katika eneo hili, kwa sababu nikisema kwamba watu wote ndio wakasimame hapo aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezekani. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqaftuha huna wa Arafatu kulluha mawqif, nimesimama hapa lakini Arafa yote ni eneo la kusimama na la kuwepo, kwa sababu
anajua kwamba wasio wakatokezea watu wakalazimisha kwamba hapo aliposimama yeye na wao wakasimama. Aliposimama yeye imesimama miguu miwili, hivi sehemu ambayo ilisimama miguu miwili itasimama miguu milioni mbili? Si kuuana huko, ni kuuana na kuingizana katika mashaka na maangamizi. Kwa hiyo ikiwa itawezekana basi tutakwenda, lakini kama haikuwezekana basi tutasimama au tutakuwepo katika yale maeneo, na haiwezekani kiufupi. Mtu bora kujitenga na kukaa katika yale maeneo ambayo umetengewa, ambayo ni salamu. Utakaa utafanya ibada zako, kisha maliza utaondoka. Kwa hiyo hizo ndo sunna, hizo ndo sunna katika ibada ya hija, na ziko nyinginezo, kwa sababu hapa amesema katika sunna muhimu zaidi, lakini zipo nyingine nyingi tu, zile za kuleta adhkari zile katika hizi ibada za tawafu na sa'i, kusali rak'atayn zile za tawafu, kunywa maji ya Zamzam tayari. Yani haya yote ni mambo ya sunna katika ibada ya hija na umra, ambayo mtu akiyafanya basi ile ibada yake inapata hadhi zaidi na inapata malipo makubwa zaidi. Tayari hapo Tayeb, basi inshallah katika darasa ijayo tuje tuanze sasa albabu thalith, mlango wa 3 huu ambao utakuwa unaeleza almahdhurat, mambo yaliyokatazwa katika hija na umra, walfidya, na mambo ya kutoa fidya sasa, walhadi, na mambo ya kuchinja vichinjwa hivyo vya ibada ya hija na umra inshallah taala. Kwa hiyo leo tusieni hapo, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak على عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نعم. Tumefikia wapi kwenye kitabu chetu? Naam. Al-aslu ath-thani, ukurasa wangapi? Naam, 16. طيب، anasema mtunzi rahimahullah ta'ala, wa ghafara lana wa lahu wa lilmuslimina ajma'in. Anasema al-aslu ath-thani, msingi wa pili katika mambo ya muhimu sana kujifunza, ni maarifatu dini al-islami bil adilla, ni kuijua dini ya Uislamu kwa dalili zake. Maarifatu dini al-islami bil adilla, kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Wa huwa, na Uislamu wenyewe ni al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha, yani kumfanya awe peke yake. Al-istislamu lillahi bitawhid ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha, yani kumfanya awe peke yake. Istislam yani ile kusarenda, si Allah tuhifadhi, mtu amekamatwa ili asalimishe, kwa maana ananyanyua mikono ili kwamba niko tayari kwa lolote utalo niamrisha tayari. Kwa hiyo Uislamu ndo kusarenda kwa Allah, sawa, kwa maana tuwe tayari kwa lolote atalotuamrisha kulitekeleza. Tena bitawhidi, kwa kumfanya awe peke yake katika kumwabudu, sawa, wal inqiyadu lahu bitaa, na kumfuata yeye kwa kumtii. Wal inqiyadu lahu, na kumfuata yeye bitaati, kwa kumtii, yani tumfuate Mola wetu kwa kumtii, kutekeleza yote anayotuamrisha na kuacha anayotukataza. Walbaraatu min ashirki wa ahlihi, na kujiweka mbali na shirki na watu wake.
walbaraatu min ashirki wa ahlihi, na kujiweka mbali kutokana na shirki na watu wake. Na Uislamu umewekewa maana mbalimbali, moja wapo ni hii, nyingine kwamba Uislamu ni kutekeleza yale yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio Uislamu. Na wengine wakaeleta maana ya Uislamu kwa zile nguzo 5 za Uislamu, kila mmoja na alivyo tafsiri, lakini zote hizo lengo lake ni moja. Maana zote hizo lengo lake ni moja. Wa huwa 3 maratib, na Uislamu uko katika daraja 3. Uislamu uko katika daraja ngapi? 3. Al-Islamu wal-imanu wal-ihsan, yani daraja zenyewe ni Uislamu, imani na ihsan. Na hizi zimepatikana wapi? Eti mashekhe, hizi daraja zimepatikana wapi? Naam, wapi zimepatikana? Hizi zimepatikana katika ile hadithi ya Jibril. Sawa, ile hadithi ya Jibril alokuja kwa umbile la kibinadamu, akaja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko na masahaba zake, akaja akapiga magoti pale, akamuuliza nini Uislamu, akamwambia, akamtajia nguzo za Uislamu, akamwambia umesema kweli. Akamuuliza nini imani, akamtajia nguzo za imani, akamwambia umesema kweli. Akamuuliza nini ihsan, akamtajia nguzo za ihsan, akamwambia umesema kweli. Sasa hapo ndio wanazuoni wanatuambia kwamba hizo ndio maratib ad-din, ndio daraja za dini. Kwa maana mtu akiingia katika dini kwanza anakuwa ni Muislamu, halafu anakuja kupanda daraja ya juu ambayo inaitwa ni al-iman, mu'min, halafu anakuja kupanda daraja nyingine ambayo ni ya ihsan. Sasa anakuwa ni muhsin. Sawa, anakuwa ni muhsin, kwa maana ni mtu ambaye ameshafikia kilele kabisa cha dini. Allah atufikishe huko sote. Daraja kubwa ambayo mtu anapaswa ajitahidi kufikia huko. Mtu anapaswa ajitahidi kufikia huko. Kwa hiyo al-Islam, Uislam, wal-iman na imani, wal-ihsan na ihsan, wa kullu martabatin laha arkanun, na kila daraja ya dini hapo ina nguzo zake. Wa kullu martabatin laha arkanun, na kila daraja ya dini ina nguzo zake. Tukianza na al-martabatu al-ula, martaba ya kwanza, daraja ya kwanza ya dini ambayo ni Uislamu. Uislamu kama ilivyoelezwa hapa, al-martabatu al-ula al-Islam, fa arkanu al-Islami 5. Kwa hiyo nguzo za Uislamu zipo 5. Fa arkanu al-Islami 5, kwa hiyo nguzo za Uislamu zipo 5. Hapo kasema al-martabatu al-ula ash-shahadatani, ndio ndio vitabu vyetu sote viliko. Lakini nadhani itakuwa kama chapa kidogo imekwenda kombo, lakini atakiwa iwe al-martabatu al-ula iwe ni al-Islam, Uislamu. Sawa, ndio akaja akaeleza hapa chini, fa arkanu al-Islami 5. Kwa hiyo nguzo za Uislamu ni 5. Tayari nguzo za Uislamu ni 5. Shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa anna Muhammadan
Rasulullah na kwamba Muhammad ni mtume wake. Wa iqamu salati, na kusimamisha swala. Nguzo ya pili hiyo, iqamu salat, kusimamisha swala. Wa itau zakat, na kutoa zaka, nguzo ya tatu. Wa saumu Ramadhan, nguzo ya nne ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na nguzo ya tano, wa hajju baitillahi alharam, na kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni Al-Kaaba iliyopo katika mji mtukufu wa Makkah al-Mukarrama. Kwa hiyo hizi zinajulikana kwa umaarufu wake, lakini utekelezaji ndio unapaswa kwamba nao uzingatiwe, kama ambavyo zinajulikana katika utekelezaji katika lafzi, basi zijulikane katika utekelezaji wake. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalili ya shahada قوله تعالى, لقولياك الله سبحانه وتعالى لكسيما شهد الله أنه لا إله إلا هو, kwamba ameshuhudia Allah na kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wal malaika, na wameshuhudia malaika vile vile jambo hilo, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wa ulul ilmi, na wenye ilmu pia vile vile katika binadamu na majini wameshuhudia hivi. Qa'iman bil qisti, kwamba yeye ndiye mwenye kusimamia uadilifu. Qa'iman bil qisti, yeye Allah ndiye msimamizi wa uadilifu ambao ndio kumpwekesha yeye na kutomshirikisha, kwa sababu imeitwa shirki kwamba ni dhulma, kwa sababu si uadilifu. Uadilifu ni kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha na chochote, kwa sababu yeye ndiye anayemiliki, ndiye aliyeumba, ndiye anayeendesha. Sasa iweje ibada afanywe mwingine mbali na anayemiliki na kuendesha na kuumba? Ndio dhulma hiyo, ni dhulma kubwa, na shirka la dhulmun adhim. Kwa hiyo anasimamia uadilifu. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, mwenye nguvu na mwenye hekima. Yeye peke yake mwenye nguvu na mwenye hekima. Tayeb, kwa hiyo inshallah tuje tuendelee na darasa ijayo biidhnillah azza wa jalla. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم.